Karibu katika simulizi ya mtangazaji maarufu ambaye ametokea huko nchini Kenya, Larry Madowo. Larry Madowo alizaliwa katika kijiji chenye utulivu katika kaunti ya Siaya siku ya jua kali, ambapo siku hiyo ilikuwa ni tarehe 14 Julai mwaka 1977. Kijana huyo mdogo Larry Madowo hakujua kwamba siku moja angekuwa miongoni mwa sauti zinazoisukuma Afrika kwenye majukwaa ya kimataifa. Alikuwa katika mazingira ya kawaida chini ya malezi ya mama yake aliyemfundisha thamani ya elimu, uadilifu, kufanya kazi kwa bidii. Moyo wake ulijazwa na udadisi mkubwa. Alipenda kuuliza maswali, kusoma magazeti, kutazama vipindi vya runinga kwa makini. Kadri alivyokuwa, aligundua kuwa ulimwengu una hadithi zisizosimuliwa, na ndani yake kulikuwa na hamu isiyoweka mipaka ya kusimulia. Ndipo safari yake ya habari ilipoanza kujenga bila yeye hata kujua. Baada ya kumaliza masomo yake ya sekondari, alijiunga na Daystar University akisomea mawasiliano. Hapo katika korido zenye shughuli nyingi za chuo, ndoto yake ilianza kupata umbo kubwa. Alikuwa kijana mchangamfu, jasiri, mwenye kiu ya maarifa. Aligundua kuwa sauti yake, sauti ile ile ambayo mara nyingi aliona ni ya kawaida, ingeweza kuwa daraja kati ya ukweli na wananchi. Miaka isiyopungua 20 tu alijikuta ameketi katika studio za KTN kama mtangazaji mchanga. Kamera ilipowashwa hakutetereka. Alijua kuwa nafasi hiyo ilikuwa mwanzo wa malango makubwa aliofunguka mbele yake. Alisema maneno yake kwa utulivu na ujasiri, na hapo akaanza rasmi kujijenga jina na tasnia yake ya habari. Safari hiyo ilimpeleka NTV, kisha CNBC Afrika mjini Johannesburg, ambapo alitangaza masoko, uchumi na taarifa za biashara kwa bara zima. Huko alikumbana na ukweli mgumu na kazi ya habari: kusafiri, kukimbia muda, kuongea na viongozi, kuandika taarifa nzito chini ya shinikizo. Lakini yote hayakumhangaisha kwa njia nzuri. Kila changamoto ilimjenga. Aliporudi Kenya kupitia NTV, alikuwa sio tu mtangazaji bali tu mwandishi mwenye sauti kali katika safu yake ya front row. Aliandika kwa ukakamavu, akizungumzia masuala ya kijamii, siasa bila hofu. Hapo ndipo jina lake lilipoanza kuwa gumzo. Lakini uwanja wake haukuishia Kenya. Katika mwaka 2018 alijiunga na BBC kama mhariri wa biashara Afrika. Hii ilikuwa hatua iliyompa nafasi ya kuona bara lake kwa matangazo mapya. Aliongoza maandishi katika mataifa mbalimbali, akifuatilia hadithi za uchumi ambazo mara nyingi hazipewi nafasi ya kutosha. Baada ya muda mfupi alipata ufadhili wa kusoma shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Columbia, Marekani. Huo ulikuwa msimu wa kutafakari kukua, kushindana na akili nzuri katika dunia kote. Alijifunza uchumi, biashara na jinsi ya kuelezea kwa ulimwengu kwa njia iliyoeleweka. Alipomaliza BBC, alitumia Washington DC kwa mwandishi wa Marekani kaskazini. Huko aliandika historia katika janga la COVID-19 hadi maandamano ya haki ya binadamu. Mara nyingi aliripoti kutoka barabarani usiku wa manane katikati ya umati wenye hasira au nje ya mahakama muhimu za Marekani. Lakini tena milango haikuisha. Sasa mnamo Mei 2021 CNN ilitangaza kuwa Larry Madowo amejiunga na timu ya kimataifa kama mwandishi wake wa Nairobi. Katika hayo, aliwahi kutembea kijijini Siaya akiwa bila viatu. Sasa amekuwa akisimama mbele ya kamera, moja ya habari kubwa zaidi duniani, akiripoti simulizi ya bara lake kwa ujasiri na uzalendo. Hakuwa tu mwandishi, aligeuka kuwa kiunganishi, akitoa sauti kwa hadithi za Afrika walio na uwezo mkubwa kubadilisha jamii. CNN ilimkabidhi uongozi kipindi Africa Voice Change Makers, na kupitia hapa aliwapa hadhira ya dunia nafasi ya kuona Afrika kwa macho mapya, macho yaliyofungwa kwa matumaini na mabadiliko. Safari yake haina mwisho. Larry Madowo ni zaidi ya mwandishi wa kinara, msimulizi wa hadithi na mfano wa vijana kwamba hakuna ndoto kubwa kupita uwezo wake, mradi tu uwe tayari kuianza. Karibu ni kuchambulia doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho alipopita Larry Madowo. Sasa maelezo ya msingi kuhusu mwanzo ukuaji wake wa mtangazaji huyu Larry Madowo wa CNN. Larry Madowo alizaliwa Julai 14
mwaka 1987 katika eneo la Siaya huko Kenya. Amejifunza kuwa mtaalamu wa habari, alisomea mawasiliano yani communication katika Daystar University na baadaye alipata shahada uzamili yani MA katika journalism, uchumi, biashara kupitia Columbia University ambapo alifanikiwa kama mshiriki wa fellowship ya Knight Begot. Safari ya kazi mapema hadi nguvu ya kimataifa. Kazi yake ya kwanza alianza akiwa bado mdogo tu. Alifanya kazi kama mhariri katika Kenya Television Network yani KTN alipokuwa na umri wa takriban miaka 20 tu. Baadaye alihamia NTV Kenya kama mhariri na mtangazaji wa habari za biashara. Aliwahi pia kufanya kazi katika BBC, CNBC Africa akitangaza maonyesho ya soko yani market show kama Open Exchange, Power Lunch and Closing Bell ambapo alifanya kazi Johannesburg. Alirudi tena NTV Kenya kama mhariri, mtangazaji, huku akifanya matukio mbalimbali ya uraia kidigitali, pia kuandika nguzo yani column ya maoni katika gazeti la Daily Nation nchini, jina ambalo lipewa kama Front Row. Kupanda kwa ngazi ya mamilioni BBC. Mnamo Aprili 18, Larry Madowo alijiunga na BBC kama mhariri wa biashara Afrika yani Africa Business Editor, akiongoza kikosi cha waandishi wa habari wa biashara katika nchi kadhaa barani Afrika. Baadaye alichukua nafasi ya kozi ya uzamili yani fellowship Columbia University MA katika Business Economics Journalism kupitia fellowship ya Knight Begot. Baada ya kumaliza masomo, alirudisha kazi za BBC kama mwandishi wake wa habari America and North America correspondent. Makao makuu yake ya DC Washington. Katika jukumu hilo alifunika matukio makubwa ya Marekani kama janga la COVID-19, uchaguzi wa mwaka 2020, ghasia zilizofuata kifo cha George Floyd, mchakato wa kesi dhidi ya Derek Chauvin na kadhalika. Kujiunga na CNN na kazi ya kimataifa. Mnamo Mei mwaka 2021, Larry Madowo aliingia rasmi kujiunga na CNN kama mwandishi wake mkazi wa Nairobi ya Nairobi based correspondent. Julai mwaka 2021 alianza rasmi kama mwandishi wa kimataifa wa CNN International Correspondent. Februari 2023 alipandishwa tena ngazi na kuwa mwenyeji yani host wa program ya CNN itwayo African Voices Changemakers, programu inayotambulisha na kukumbusha hadhira watu wa kipekee kutoka Afrika wanaofanya mabadiliko katika jamii. Kupitia CNN amekuwa akifunika masuala mbalimbali, siasa, uchumi, utamaduni, migogoro, maendeleo na mengi zaidi, yakigusa bara lote la Afrika zaidi. Tuzo na ushawishi wa sauti ya umma. Larry Madowo amepewa heshima kuwa miongoni mwa Youth Global Leader wa World Economic Forum ya mwaka 2020. Pia amejulikana kama mmoja wa Afrika wenye nguvu na ushawishi mkubwa, Most Influential Africans, kupitia kitabu majina yanayochapishwa na baadhi ya magazeti mashuhuri. Mbali na kazi yake, Larry Madowo kupitia mdadisi wa mitandao ya kijamii yani digital journalist na ana wafuasi wengi, jambo linalosaidia sauti yake kusikika hasa juu ya masuala ya uhuru wa habari. Haki ya kweli ya habari katika bara la Afrika imekuwa kazi na wito na changamoto. Larry Madowo amekuwa mstari wa mbele katika kuonesha sauti za Kiafrika duniani. Alifanya kazi ngumu kutoka kuandika habari za kibiashara, miongoni mwa kisiasa, kuripoti migogoro na masuala ya kijamii, hadi kutangaza hadithi za watu wanaobadilisha maisha ya kijamii kupitia African Voices Changemakers. Kwa namna hii, safari yake inaashiria mabadiliko ya vyombo vya habari barani Afrika, kuanzia vyombo vya kimataifa hadi kuingizwa katika vyombo vya kimataifa, na hivyo kuwa daraja kati ya Afrika dunia katika uandishi wa habari. Hii ni Usiku TV. Endelea kutufuatilia, tunakusimulia historia za watu mashuhuri mbalimbali ambao wameweza kupata umaarufu mkubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mimi ni Dr. Rizzi.